Watanzania wametakiwa kukizungumza Kiswahili kwa ufasaha wake ili kuweza kupata fursa zinazotokea katika Kiswahili. Hayo yamesemwa na mwandishi mashuhuri na mkongwe Salum Kikeke katika kongamano la 15 la chama cha wanafunzi na wahitimu wa Kiswahili mkoani Morogoro. Lakini nianze kuzungumzia baada ya kongamano hili kwamba lugha yetu kama bidhaa. Tumemsikia Bi Consolata Mushi akizungumzia kwamba Kiswahili ni jambo kubwa sana, ni kitu cha thamani sana, na mimi pia nimekwenda Uingereza, nimepata nafasi ya kwenda kufanya kazi Uingereza kutokana na lugha hii ya Kiswahili. Kwa hiyo ni muhimu sana tukienzi, lakini tunakienzi vipi? Tunapokizungumza Kiswahili ni vema sana tukakizungumza kwa ufasaha wake. Moja ya mambo ambayo yanaturudisha sana nyuma ni kwa sababu tunapozaliwa tunakizungumza hiki Kiswahili na tunakwenda shule tunazungumza hiki Kiswahili, lakini tunajifunza kwa ufasaha wake. Hilo ni jambo la msingi sana la kulizingatia. Tunapoingia katika soko la kimataifa, tumesikia hapa fursa ambazo zipo kimataifa. Hizi fursa hazipo zimekaa peke yake. Kuna mataifa mengine ambayo yanajifunza Kiswahili, yana wataalamu pia wa Kiswahili. Sisi tunajinadi kama Kiswahili ni cha kwetu, lakini kuna mataifa yameingia kujifunza Kiswahili ili yakizungumze Kiswahili, yakifahamu Kiswahili na kuingia katika soko hilo moja ambalo limekuwa soko la ushindani. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba lugha ambayo tunaizungumza, lugha yetu ya Kiswahili, tunaizungumza kwa ufasaha. Mimi na wewe tunafahamu hii leo pia ukifungua redio na ukasikiliza baadhi ya watangazaji wetu wanapozungumza Kiswahili, kusema kweli inasikitisha sana. Na kama kituo cha habari na kuna mtangazaji au mwandishi anazungumza kwa Kiswahili ambacho hakina ufasaha, maana yake tunarithisha vizazi vijavyo lugha ambayo sio sahihi, na itafika siku moja sisi ambao lugha hii tutapata watu watakao kuja kutoka nje na kuanza kutufundisha sisi lugha yetu wenyewe. Tujitahidi sana kuepuka hilo. Katika swala la fursa, tumeona fursa nyingi ambazo zimetajwa, lakini tumeona Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Tanzania, akitengeneza filamu ya Royal Tour. Pamoja na kuwa ile filamu imelenga zaidi kunadi nchi yetu kwa utalii, lakini fursa iko pale pale, kwa sababu inapoonyeshwa filamu ile watu wanataka kufahamu lugha gani inazungumzwa katika taifa hili, na hapo ndipo fursa ya Kiswahili inapoingia. Kwa hiyo ni muhimu sana tuwe tumejitayarisha, tuwe tayari fursa itakapojitokeza unaichangamkia na kuichukua. Natoa mfano, wakati nimeingia kwenye utangazaji, lengo langu kubwa kabisa lilikuwa ni kwenda kufanya kazi katika mashirika ya kimataifa. Lakini nilikuwa najiandaa vipi? Nilikuwa naangalia jinsi mashirika ya kimataifa yanapofanya kazi zake, utangazaji wanapofanya, taarifa zao zinavyoandaliwa, kiasi kwamba siku watu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC walipokuja Tanzania wakiwa wanatafuta mtangazaji na mwandishi wa habari, nilikuwa nafahamu fika kitu gani wanakitaka na nilikuwa nimejitayarisha. Na baada kulikuwa na watu kama 15 tunafanya usaili. Mimi niliingia kama mtu wa kwanza, na yule mtangazaji yule msaili akanitizama na kusema sijasikiliza hao wengine huko, lakini nadhani wewe ndio tunakutaka. Kama hajasikiliza watu. Lengo nalotaka kusema hapa ni nini? Tuwe tayari kwa hizi fursa ambazo zinakuja. Na niwaambie, pale Uingereza karibu kabisa na ofisi za BBC kuna chuo kikuu kinaitwa SOAS, School of Oriental Studies. Katika kozi mbalimbali wanazozitoa, mojawapo ni Kiswahili. Kila mwaka fanya utafiti wako, katika kozi zinazojaa ni kozi ya Kiswahili ambayo mpaka nafasi inakosekana ya wanafunzi kuingia.
na kuna wanafunzi wako pale Uingereza, pale London, wanakizungumza Kiswahili kwa ufasaha na hawajawahi kufika Afrika, na hawajawahi kufika Afrika ya Mashariki, hawajawahi kufika Tanzania, na wanakizungumza vizuri sana. Ukisikia kitu kama hicho, ukiona kitu kama hicho, mataifa mbalimbali yanapojitayarisha na lugha hii, naomba sana tuwe makini kuhakikisha kwamba tunakuwa tayari na tunakilinda Kiswahili kwa nguvu zetu zote.